Asante Roho Mtakatifu, Mungu mwema na mwaminifu. Asante kwa saa hii na wakati huu Bwana unakwenda kutufundisha. Tunatamani kusikia kutoka kwako, tunatamani kujifunza kutoka kwako. Tunatamani Bwana useme nasi, tunatamani tusikie neno litakalotia uzima ndani ya miili yetu, ndani ya roho zetu, ndani ya nafsi zetu, ili tupate kuendelea kukua na kukaa katika neema ya pendo la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba nikiamini. Amen. Karibu sana rafiki yangu, siku nyingine tupate kujifunza neno la Mungu. Na siku ya leo nitapenda tupate kujifunza kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza. Zaburi sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza. Na somo letu linasema baraza la wenye mizaha. Baraza la wenye mizaha. Baraza la wenye mizaha. Rafiki yangu, ukisoma katika kile kitabu cha Zaburi sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Somo letu linasema baraza la wenye mizaha. Baraza la wenye mizaha. Rafiki yangu, hapa nataka tujifunze kitu ambacho ni cha muhimu sana, cha msingi sana, kitakacho tusaidia kuwa katika neema hii ya wokovu, kitakacho tusaidia kwamba tuweze kuepukana na mitego ya mwovu ibilisi shetani. Mara nyingi sana tumekuwa tukiingia kwenye changamoto na hali ambazo hatukutamani kuziingia, na maisha ambayo tukutamani kuyaishi, na maisha ambayo tukutamani kuyapitia, na mambo ambayo tukutamani kuyapitia, sio kwa sababu tumetaka au tumependa, ni kwa sababu ya mabaraza ya wenye mizaha. Ni kwa sababu ya baraza la wenye mizaha, kuketi barazani pa wenye mizaha. Kuketi barazani pa wenye mizaha. Kuna siku moja uliketi kwenye baraza la wenye mizaha, ukatoka na kitu ambacho kimeharibu maisha yako moja kwa moja, kimeharibu maisha yako jumla, na wala hukujua kimeharibuje maisha yako, na wala hukujua umeharibikaje, na wala hukujua hiyo changamoto imeanzaje, ila ni kwa sababu tu uliketi barazani pa wenye mizaha. Moja ya sifa ya watu wanaoketi kwenye mizaha, baraza la wenye mizaha, ni watu ambao wanafanya vitu hata kama anajua kina madhara, anakifanya kwa kimasiala, yani anakifanya kama kwa kujifurahisha. Anajua kabisa hiki kitu sio sahihi ninachokifanya, hiki kitu ninachokiongea sio sahihi, hiki kitu ninachokisema sio sahihi, lakini kwa sababu tu anataka kujifurahisha na kuwafurahisha wengine, anaamua akifanye, anaamua akiseme, anaamua akiongee, anaamua akitende. Sasa wewe ukiwa katikati ya hilo ya hao watu, ukiwa katikati ya hao watu, unajikuta unapokea na wewe hivyo vitu, na mbaya zaidi ni pale anapokizungumza na wewe unasikia kufurahi, unasikia kucheka, wala hukemei wala hukatai. Rafiki yangu, hapo unakuwa umeshaanza kuingia kwenye mtego wa shetani, na utaanguka bila kujua. Utaanguka bila kujua ulianguka lini, uliangukaje. Utaingia kwenye changamoto bila kujua hii changamoto imekupataje. Na ndio maana kuna wakati mwingine unaweza kujiuliza, mbona ninaomba sana, mbona ninasoma sana neno, mbona ninaenda kanisani, lakini mbona kuna mambo hayaniachi, yameningangania, mbona kuna mambo ninazidi kuyafanya siyataki kuyafanya, mbona kuna maisha ninayaishi sitaki kuyaishi, mbona kuna mambo yananitokea na sitaki yanitokee, mbona kuna vitu ninavisikia kuvifanya na mimi sitaki kuvifanya. Sababu ni kwamba umeketi kwenye baraza la wenye mizaha. Baraza la wenye mizaha, nimekueleza kwamba baraza la wenye mizaha, moja ya sifa ya watu ambao ni watu ambao wako kwenye baraza la wenye mizaha, ni watu ambao wanafanya kitu hata kama wanajua hiki kitu sio sahihi kukifanya, wanakifanya. Hata kama wanajua hiki kitu hakifai kusemwa, wanakisema. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kujifurahisha na kwa lengo la kuwafurahisha wengine. Wakati mwingine wanafanya hivyo kwa lengo la kuwafurahisha wengine ili waonekane kuwa wao ni bora. Wakati mwingine wanafanya kwa ajili ya kujifurahisha wao ili waondoe hasira na machungu na maumivu yaliyoko ndani yao. Kwa hiyo rafiki yangu, wewe pasipo kujua unaingia kwenye mkumbo wa hao watu ambao Zaburi inawazungumza kwamba wala hakuketi barazani pa wenye
mzaha, wala hakuketi barazani pa wenye mzaha. Lakini pia watu wanaoketi kwenye baraza la mizaha, nyingine sifa yao nyingine ni kwamba hawana kitu cha msingi wanachokizungumzia. Wanazungumza ili mradi, chochote wanachojisikia kuzungumza wanazungumza ili mradi. Hawana muktadha ya kuzungumza. Hawajali kwamba wako mazingira gani, hawajali kwamba wako maeneo gani, hawajali kwamba wako na nani, hawajali kwamba wako mahali gani. Wao wanazungumza vyovyote wanavyojisikia kuzungumza. Au ni watu wanaoketi kwenye baraza la wenye mizaha. Imezoeleka kwamba ulikuwa ukikaa katikati ya watu wazima wenye umri ulioenda, ulikuwa unatakiwa utegemee kukutana na hekima na maarifa na busara. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu, anazungumza kwa habari ya watu wazee, kuketi na wazee kwamba kupata hekima na maarifa. Lakini sasa hivi ulimwengu umebadilika, hata na wazee wenyewe ukiketi nao wenyewe unabaki unashika kichwa, unajiuliza hivi vichwa ni vya wazee au ni vya watoto? Hivi vichwa ni vya wazee au ni vya vijana? Maana hata na wazee wenyewe wameshaharibika. Unakuta wameketi mahali wanayoyazungumza, wanazungumza kama nilivyokuambia, sifa mojawapo ya tabia ya watu wanaoketi kwenye baraza la wenye mizaha, wanazungumza ili mradi. Hawana muktadha ya kuzungumza. Hawaangalii wameketi na nani, hawaangalii wapo na nani, hawaangalii wako mazingira gani. Maana yake unaweza hata ukaketi na wazee, lakini wanachokizungumza wewe mwenyewe unasema hawa ni wazee, ni watoto, ni vijana. Unashindwa waweke kwenye kundi gani, kwa sababu wanazungumza mambo ambayo hayafai, hayana maana. Tena wanazungumza kwa mizaha tu, yani hawana ile, hawasikii hata namna yote ya kuhukumiwa. Wanazungumza tu ili mradi wazungumze, aidha kujifurahisha, aidha kuondoa machungu na maumivu. Maana wengi unakuta labda wamejawa na machungu na maumivu kulingana na maisha labda aliyoyaishi, kulingana na maisha anayoyaishi, kulingana na mazingira anayokutana nao, aidha kwenye familia yake au kwenye jamii anayokaa, au kwa namna yote ile, au kwenye kazi yake. Kwa hiyo ndio maana unakuta anazungumza ili mradi, watu wanaoketi barazani pa wenye mizaha. Kwa hiyo ukigundua moja ya sifa, nimekueleza hizo sifa ili zikusaidie kwa haraka kujua hawa watu ni watu wenye mizaha, ili uweze kuepukana nao. Na ni ngumu sana wakati mwingine kuepukana nao watu hao wenye kuketi kwenye baraza la wenye mizaha, kwa sababu hawana ile sehemu maalum kwamba utawakuta wana kibaraza chao wamekaa, wana kisehemu chao kwamba wamekaa sasa hapa ndo wanaanza kuzungumza. Wanaweza wasiwe wengi, unaweza kawa mko wewe na huyo mwingine ambaye anapenda mizaha, mnaweza mkaa mko wawili umeketi naye, lakini ukiwa naye anakuzungumzisha mambo ambayo hayana muktadha, yani hana mwelekeo wote wa kuyazungumza. Anayazungumza kwa lengo la kujifurahisha au kuondoa machungu na maumivu ndani yake, au kwa lengo la kutaka kukufurahisha. Anazungumza tu ili mradi, hana mwelekeo. Nimekueleza kwamba moja ya tabia ya watu wanaoketi barazani pa wenye mizaha, wanazungumza ili mradi kwa lengo tu la kujifurahisha au la kuwafurahisha wengine, na kwa lengo lingine pia la kuondoa maumivu na yanayowasibu yaliyoko ndani yao au changamoto anazozipitia. Ndio maana anazungumza tu ili mradi pasipokuwa na mwelekeo. Ukiona ni mtu wa namna hiyo anazungumza tu, halafu sasa anayoyazungumza hata hayaendani, hayana msingi, hayakufundishi chochote, hayakuelimishi chochote. Anazungumza tu mambo ambayo mwisho wa siku yatakuharibu, hayatakusaidia chochote. Kwa hiyo rafiki yangu, ni muhimu sana kujiepusha na watu wanaoketi kwenye baraza la wenye mizaha. Kuna mambo matatu hapa aliyazungumza kwenye kitabu cha Zaburi. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Jambo la kwanza, asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Anarudia tena, anasema, maana yake hapa angetakia arudie tena kusema heri mtu yule asiyekwenda kusimama katika njia ya wakosaji. Heri mtu yule asiyekwenda kusimama katika njia ya wakosaji. Angerudia tena akasema heri mtu yule hakuketi barazani pa wenye mizaha. Maana yake nini? Amebarikiwa mtu wa namna hiyo. Kwa maana kuna vitu vitatu, kwamba katika shauri la wasio haki,
Na watu wa pili kwamba wala hakusimama katika njia ya wakosaji, na jambo la tatu anasema wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Nimekueleza barazani pa wenye mizaha, nimeshakueleza sifa ambazo ni chache ambazo zitakusaidia kuwajua watu wenye mizaha, kwamba hawana watu wenye mizaha hawana jambo la msingi la kuzungumzia, wanazungumza tu ili mradi wazungumze. Kwa hiyo rafiki yangu, hakikisha unajiepusha na watu wa namna hiyo. Katika nyakati hizi za mwisho, Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Nimekueleza kwamba hawa watu wenye mizaha hawatakuwa sehemu maalum eti wamekaa sehemu maalum eti utawakuta wako mahali hapo kwamba hawa watu sasa wamekaa ni wenye mizaha basi ngoja nijiepushe nao. Hapana, hautawakuta wamekaa eti sehemu maalum. Nimekwambia mnaweza mkajikuta mko wawili tu, lakini wewe mwenzako ni mtu wa mizaha, hana jambo la msingi la muhimu la kuzungumza, anazungumza ili mradi, na anayoyazungumza haangalii muktadha wala mazingira wala hali. Maana kuna mambo mengine kulingana na mazingira unayokwenda alipo na mahali alipo anaweza akazungumza au kuyafanya, lakini hayana yasilete madhara. Lakini kuna mambo mengine akiyafanya mazingira ambayo sio sahihi, yanakuwa ni kama kelele mbele za watu, yani yanakuwa hayafai, hayaendani na mazingira aliyoko. Kuna vitu vingine rafiki yangu, usipokuwa makini utajikuta unavifanya pasipo kujua kwamba umeanzaje kuvifanya, ulianzaje, ilikuwaje, kwa sababu uliketi barazani pa wenye mizaha. Na mbaya zaidi, hawa watu wenye mizaha wakiwa wanazungumza hivi vitu, nimekuambia lengo lao ni kwa ajili ya kujifurahisha au kuwafurahisha wengine au kuondoa machungu yaliyoko ndani yao, maumivu yaliyoko ndani yao. Ndio lengo lao kubwa. Hawana kitu cha maana wala cha msingi cha kutaka wewe ujifunze au wao kujifunza au wao kukusaidia. Hawana. Lengo lao kubwa ni hilo tu. Wanataka ufanye hivyo itokee, yani moja, kukufurahisha au kujifurahisha; mbili, kuondoa maumivu na machungu yaliyoko ndani yao ili waweze kujisikia wana ahueni ya kuishi. Ndio maana unakuta wanafanya mizaha ya namna hiyo isiyofaa na isiyostahili. Kwa hiyo chunga sana uweze kujiepusha na watu wa namna hiyo. Lakini pia kitu ambacho unachotakiwa kujua pia ni kwamba watu wanaoketi kwenye baraza la wenye mizaha wanachochea vitu ambavyo havikustahili kuchochewa ndani yao. Wanachochea vitu, yani unapoendelea kukaa na watu ambao hawakustahili, hawakufai, wanachochea vitu ambavyo havikustahili kuchochewa ndani yako, na hiyo ndiyo inayokupelekea wewe kubadilika. Hiyo ndio maana inakupelekea wewe unajikuta kuna vitu umeanza kuvifanya pasipo wewe kujua. Kwa nini? Walichochea vitu ambavyo havikutakiwa kuchochewa ndani yako. Maana yake kama kuna tabia fulani umeona unaifanya na ulikuwa hutaki kuifanya, hafu ujui ulianzaje kuifanya, ni kwa sababu wewe ni mtu wa kuketi sana barazani pa wenye mizaha. Na mwanzoni nilikueleza mbaya zaidi unapoketi nao wale watu wanapozungumza, kwa sababu wanazungumza kwa namna ya kutaka kufurahisha, kwa namna ya kutaka kuchekesha, na watu wanazungumza wanakuwa wanaongezea na kicheko ndani yake. Wanasema stimulating, wanastimulate yale mazungumzo yao, wanayachochea yale mazungumzo yao kwa kucheka. Hata kama kitu akichekesha wakati mwingine na yeye anaongezea, akishaongea anaongea kwa kucheka. Kwa hiyo anakushawishi na wewe unajikuta unaanza kufanyaje? Kucheka. Unajua kuna mazingira fulani mtu anaweza akaongea kwa namna ya kutaka kucheka ukajikuta na wewe unaanza kucheka, na kuna mazingira fulani mtu anaweza kaongea kwa namna ya kulia ukajikuta na wewe unaanza kulia. Yaani anazungumza kama anataka kulia ukajikuta na wewe unaanza kulia. Kuna wale watu wa kwenye mizaha, hakuna mtu wa kwenye mizaha anayezungumza kimzaha akazungumza akiwa anataka kulia. Hapana. Wengi wakizungumza wanazungumza wakiwa wanaelekea kwenye kucheka, wakitaka na wewe ucheke, kwa sababu lengo lao ni kujifurahisha au kukufurahisha na kuondoa stress na maumivu yaliyoko ndani yao. Kwa hiyo sasa unakuta anazungumza, akishazungumza hiyo, nimekwambia mbaya zaidi ni wewe, na wewe unacheka kulingana na kila alichokisema. Unaporuhusu tu kucheka, maana yake unaridhia na kila anacho kizungumza. Kwa hiyo huo ni mlango tayari umekuwa mfungulia adui shetani
kupandikiza kitu ndani, kupandikiza lile neno, yale maneno aliyozungumza anayapandikiza ndani yako, yanaendelea kukua, mwisho wa siku inakuwa tabia sugu ndani yako. Tayari naona jikuta unaanza kuishi maisha ya namna hiyo, sio ya kuwa na mzaha, ya namna ya yale maneno anayoyazungumza, namna ya yale maneno anayoyazungumza. Na ndio maana kuna tabia umejikuta umeanza kuifanya, mwanzoni ulikuwa uifanye na hujui ulianzaje. Unajiuliza imekuaje? Unasema mimi mbona ni mtu wa ibada, mimi mbona ninaenda kanisani, mbona ninaomba, mbona ninasoma neno, lakini hii tabia inatokea wapi? Hii tabia inatokea wapi? Rafiki yangu, kumbuka jambo hili. Wakati mwingine, kuna wakati unaota ndoto, hiyo ndoto uliyoiota sio kwa sababu sijui umefanya nini. Unaota ndoto kulingana na mazungumzo ambayo ulikutana nayo na rafiki zako ulioketi nao, ulioko na kanao, unajikuta unaota ndoto za namna hiyo. Kwa hiyo ni ishara. Ukipata neema ya kuona hivyo, basi ujue Mungu anajaribu kukusemesha kwamba hao rafiki zako nao kanao muda mwingi, hao watu nao kanao muda mwingi, usipokuwa nao makini, wataharibu maisha yako ya kiroho, wataharibu maisha yako ya kimwili, wataharibu familia yako, wataharibu ndoa yako. Kuna watu wengine wamejikuta wanatoka nje ya ndoa sio kwa sababu wanapenda kutoka nje ya ndoa, wanatoka nje ya ndoa kwa sababu waliketi barazani pa wenye mizaha, na wale watu wakawa nazungumza mazungumzo yaliyomharibu tabia yake. Hakuwa mtu wa namna hiyo, lakini kwa sababu alikubali kukaa barazani pa wenye mizaha, na wakati wanazungumza wanaonyesha kama kufurahi na kucheka na kushangilia kwa lengo ile nilokuambia, ikampelekea na yeye akaingia. Nilikwambia wakishazungumza na wewe ukafurahia yale mazungumzo yao, ukacheka, ukafurahia mazungumzo yao, tayari kuna tabia fulani unaichochea ndani yako. Kwa hiyo unakuta wameichochea hiyo tabia ya kutoka nje ya ndoa ndani yako kwa sababu uliketi barazani pa wenye mizaha. Sio kwamba ulienda katika njia yao, maana hapa mwanzoni anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Hawakushauri uende utoke nje ya ndoa. Ndio maana hapa mwandishi wa Zaburi anatueleza kwamba heri mtu yule, jambo la kwanza, asiyeenda katika shauri la wasio haki. Manake hawakukushauri chochote kwa habari ya wewe kwenda katika njia yao. Lakini pia anasema wala hakusimama katika njia ya wasio, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Haujasimama katika njia ya hao wakosaji, haujaenda katika hiyo njia yao, haujaifuata njia yao, lakini tu kosa lako uliketi barazani pa wenye mizaha, uliketi katikati yao walipokuwa wanazungumza mambo wanayoyafanya wakiwa kwenye hizo njia zao, mambo wanayoyafanya wakiwa huko ambako wewe hauko. Uliketi katikati yao, na ulipoketi wakaichochea hiyo tabia ya kutoka nje ya ndoa, wakaichochea hiyo tabia ya kufanya vitu visivyofaa, visivyostahili, wakaichochea hiyo tabia. Ulikubali ukaketi katikati yao, na ulipoketi katikati yao haukuwakemea, bali ulifurahia pamoja nao. Haukuwepo wakati wanafanya, lakini wakati wanazungumza wakiwa wanafurahi na kucheka, na wewe ulifurahi pamoja nao. Ulipokubali tu kufurahi, ndipo ulipofungua mlango wa shetani kupitisha hiyo tabia ndani yako, nao unajikuta unaanza taratibu, unaanza kufikiri hivi, fulani nikienda kwa fulani, nikifanya kitu fulani. Rafiki yangu, tuko nyakati za mwisho. Amka, usikubali kuketi barazani pa wenye mizaha. Usikubali kuketi barazani pa wenye mizaha. Watakuangusha pasipo wewe kujua, watakurudisha nyuma pasipo wewe kujua, wataharibu biashara yako pasipo wewe kujua, kwa sababu ulipoketi barazani pa wenye mizaha ndipo uliposikia story za wafanyabiashara wenzako wakieleza habari ya namna gani wanavyoenda kwa waganga wa kienyeji, wakieleza namna ambavyo mambo yanakuwa, wakiwa wanacheka na kufurahi. Na wewe hapo wazo likaanza kukujia ndani yako, kwa nini na mimi siende kwa mganga aweze kunisaidia biashara yangu iweze kukua na kuongezeka? Rafiki yangu, huo ni mtego wa adui. Haujawahi kwenda kwa mganga, haujawahi kufikiria kwenda kwa mganga, lakini kwa sababu umekubali kuketi barazani pa wenye mizaha, umekubali kuketi barazani pa wenye mizaha, ndio maana umepata hilo wazo la kwenda kwa mganga, ndio maana umepata hilo wazo la kuongeza biashara kwa kutumia nguvu za giza. Rafiki yangu, unaenda kuangamia, unaharibika, umeharibika pasipo kujua, utaharibika pasipo kujua, utaanguka pasipo kujua, na utakuja kujua umeshaanguka. Na ukianguka pasipo neema ya Mungu,
wengi sana wakianguka, kuinuka tena inakuwaga ni ngumu. Kuinuka inakuwaga ni ngumu. Inawezekana kuinuka, lakini rafiki yangu, kuinuka inakuwa ni ngumu. Lakini wewe unayenisikiliza, kama uliwahi kuanguka kwa sababu ya kuketi barazani pa wenye mizaha, iko neema ya Mungu itakayoweza kusaidia uweze kuinuka tena. Iko neema ya Mungu kama utamaanisha, kama Mungu amekusudia upate kulisikia hili, iko neema ya Mungu itakayokusaidia kuweza kuinuka tena, kuweza kusimama, kuweza kuendelea mbele. Rafiki yangu, ngoja nikueleze. Nimekueleza hapo mwanzoni tabia chache tu kwa habari ya watu wenye mizaha, lakini nitakueleza hawa watu wenye mizaha wanapatikana wapi, utakutana nao sehemu gani, ni mahali gani unakutana nao. Kila eneo unaloenda unakutana na hawa watu, lakini namna gani ya kuweza kuepuka nitakueleza pia. Jambo la kwanza, angalia mahali unapoishi, mahali unapokaa, watu unaokaa nao, rafiki zako wa karibu. Huenda huko nyumbani, huenda huko sokoni, huenda huko kazini, huenda huko shuleni, huko kote unakutana nao. Huenda huko safarini, njiani, huko kote unakutana nao watu wanaoketi barazani pa wenye mizaha, Unaweza kaa huko nyumbani, unakuta tu stories zinazopigwa ukiwa wewe na majirani zako, ukiwa wewe na rafiki zako nyumbani. Mnapiga story gani? Mnazungumza mazungumzo ya namna gani? Huenda wewe mwenyewe ndo mtu mwenye mizaha. Rafiki yangu, unawapoteza wenzako pasipo kujua. Mnazungumza nini mnapoketi pamoja? Mnapokuwa pamoja, ni mambo gani mnayoyazungumza? Mnapiga story za namna gani? Wakati mwingine mnakuwa nyumbani, mara nyingi wa mama ndo wanakuwa nyumbani. Mnapokuwa nyumbani, mnaanza kupiga story ambazo hazifai, haziendani na maisha ambayo mnatakiwa kuishi. Na kuna wengine wanagombana na waume zao, sio kwa sababu eti hawawapendi au hawataki, kwa sababu waliketi barazani pa wenye mizaha pamoja na wanawake wenzao, wakazungumza mazungumzo ambayo hayafai, hayastahili. Akaona mbona kama hili ni zuri, mbona kama hili kumbe mume wangu waga ananifanyaga hivi, ananinyanyasa, ananionea. Akaamua kulezi kitu ambacho mume wake akipendi, akitaki kwenye familia yake, kwenye ndoa yake, ikampelekea ndoa yake kufanyaje? Kwa sababu aliketi barazani pa wenye mizaha, wala hakuiendea hiyo njia, wala hakufuata shauri lao, lakini kwa kuketi tu amejikuta ameichochea tabia ndani yake. Hiyo tabia imeinuka na imezaa kitu ambacho kimeleta shida kwenye ndoa yake na familia yake. Chunga sana marafiki zako unaokaa nao ukiwa nyumbani. Mnazungumza nini? Mnaongea nini? Ukiona umeketi na mtu muda mwingi anazungumza jambo lolote halina maana, halina muktadha wa kuzungumzwa mahali hapo, halikujengi kwa namna yote ile, huyo mtu muepuke. Huyo mtu epukana naye kabisa, epukana naye. Usikubali kujilazimisha kumng'ang'ania eti kwa sababu ni rafiki yako. Huyo hawezi akakusaidia wewe kuurithi uzima wa milele, wala hawezi akakusaidia wewe kufanikiwa kama mtu umekaa naye. Mimi huaga najiwekea hivi, kila mwaka ninasoti marafiki, ninachagua marafiki kila mwaka unapoisha, yani ninavyofikia mwishoni mwa mwaka, kuna marafiki ninawaondoa, ninakataa hawa. Hata nikikutana nao tabaki tu ni kusalimiana basi. Kuna watu ninawaondoa kabisa, yani ninabaki ni kuwapa hai, naondoka. Sio kwamba nawachukia, ninawapenda kabisa, lakini sitawapa muda wangu. Maana ya kusema ninawaondoa, sitawapa muda wangu wa kuzungumza nao. Na kuna marafiki mwaka unapoanza, ninasema huyu ndo nitakayeenda naye, huyu ndo nitakayendelea naye, huyu atanifaa, huyu atanisaidia, kuna mahali atanisaidia. Ninachagua. Kwa sababu gani ninachagua? Ninajua barazani pa wenye mizaha pataniondoa mbele za Mungu pasipo mimi kujua. Barazani pa wenye mizaha pataniondoa kwenye hatima yangu pasipo mimi kujua. Barazani pa wenye mizaha patanitenga na kusudi langu pasipo mimi kujua. Barazani pa wenye mizaha patanifanya nifanye mambo ambayo sikutaka niyafanye. Kwa hiyo rafiki yangu, ni jambo la kuwa makini sana. Nimekueleza nyumbani, unaweza kaa labda kwenye biashara yako, sokoni, mkiketi pale, ni mazungumzo gani mnayoyasikia? Ni mambo gani mnayoyasikia? Unapokaa nao, ni mambo gani unayoyasikiliza? Ni mambo gani mnayozungumza nao? Ni mambo gani unayoyaongea?
Rafiki yangu, angalia, yani mahali popote unapokuwa watu wenye mizaha wapo. Nilikueleza wanazungumza ili mradi wazungumze, either kujifurahisha au kutaka kukufurahisha au kutaka kuondoa maumivu na machungu yaliyoko ndani yao kulingana na mazingira waliotoka na maisha wanayoyaishi. Ndio maana unakuta wanazungumza hayo mambo. Hawana jambo la maana la kuelimisha au la kukufundisha au la kukuonya. Hawana jambo la msingi la kukusaidia. Lengo lao ni hilo tu, wala jambo la msingi. Kwa hiyo utawakuta hapo nyumbani, utawakuta kwenye biashara yako, masokoni, wapi, utawakuta kazini, hata kama makazini, sana hapa makazini watu wengi wanakaa pamoja, yani inakuwaga mbaya zaidi. Yani unakuta unaketi nao, umekaa nao muda mrefu, lakini stori zao, maongezi yao ni mizaha mitupu. Wanacheka, afu ukiangalia wanachokichekea hakina maana yoyote kuchekewa, hakina msingi wote wa kucheka. Sio tu wao wametaka kucheka, wanajilazimisha kujifurahisha, na furaha haipatikane kwa namna hiyo. Furaha inapatikana kwa Yesu Kristo. Kuna siku moja nitakufundisha namna ya kupata furaha, namna furaha inavyopatikana kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo peke yake ndiye anaye uwezo wa kukupa furaha, ndiye anaye uwezo wa kukupa furaha na amani. Kwa hiyo wanajaribu kujitengenezea furaha, wanajaribu kujifurahisha ili wapate haueni ya kuishi, haueni ya maisha. Rafiki yangu, haueni ya maisha ya ambayo utayafurahia yako ndani ya Yesu Kristo. Hii dunia haiwezi kukufanya wewe upate furaha. Hata ungepata nini, hauwezi ukapata furaha wala ukawa na amani. Huwezi kama hauna Yesu Kristo. Hauwezi, hata ungepata nini, ungefanywa nini, hauwezi kama hauna Yesu Kristo. Unamhitaji Yesu Kristo ili upate kuwa na amani na furaha. Kwa hiyo kuna hivyo vitu makazini, lakini mashuleni pia. Watu mashuleni mnakaa nao, mnaketi nao darasani, mnapokuwa labda wengine wanaokaa hosteli, mnapokuwa hosteli, ni mazungumzo ya namna gani mnayoyazungumza? Ni mambo gani mnayoyazungumza? Ni vitu gani mnavizungumza? Ni vitu gani mnaviongea? Ni vitu gani mnavisema? Mnazungumza nini? Kuwa makini sana rafiki yangu. Utajikuta kuna tabia unaanza kuzifanya, haujui ulianzaje kuzifanya. Lakini sehemu mbaya zaidi, na hii inawaangusha wengi, inawasumbua wengi, inawatesa wengi, mitandao ya kijamii. Simu zetu hizi, smartphone tunazozitumia, hizi zinachangia mchango mkubwa sana wa wengi kuharibika. Kuna siku moja nikamwambia rafiki yangu, moja ya kitu ambacho tunatakiwa tukifanye sasa hivi, kama ni mifungo tunayotakiwa kuongeza, inatakiwa tuongeze mifungo ya utumiaji wa simu, mifungo hasa ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii, hasa kuingia kwenye hizi media, TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, unaangalia nini, Google unaangalia. Inatakiwa tuongeze mifungo. Nikaa namweleza, hebu imagine umefunga masaa 12, umesema hauli chakula, lakini asilimia tuseme nusu ya hiyo siku yote uko TikTok, uko YouTube, uko WhatsApp, uko Facebook, uko sijui wapi, na unayoangalia ni vichekesho tu. Unaangalia vichekesho, vituko, matukio, nani kamsema nani kasema nini, huyu kasemaje. Hata usikilizi mahubiri, hata usikilizi mafundisho, hata usomi neno, au ujifunzi kitu chochote, au usomi kitu chochote kuhusiana na elimu yoyote. Unaangalia tu hivyo vitu, vituko, na mwisho wa siku ukikusanya hivyo vituko vyote vinakupatia tabia ambayo unajikuta umeifanya pasipo wewe kujua. Na ulikuwa umefunga ujala, lakini umeshinda huko, umefanya hivyo. Haujafanya chochote cha maana rafiki yangu. Kuna kitu umekipandikiza ndani yako pasipo wewe kujua. Barazani pa wenye mizaha. Unaketi kwenye baraza lipi? Hilo baraza la wenye mizaha limekusaidiaje rafiki yangu? Mwisho wa siku utaishia kupotea. Usikubali kuketi barazani pa wenye mizaha. Ni rahisi kuepuka kwenda kwenye njia ya sio haki. Ni rahisi kuepuka kufuata shauri la wasio haki. Ni rahisi kabisa, lakini ni ngumu sana kuepuka kuketi barazani pa wenye mizaha, kwa sababu wengine tuko nao maofisini, kwa sababu wengine
tuko nao madarasani, kwa sababu wengine tunasafiri nao kwenye safari. Umeketi mko kwenye gari, mnajikuta mnapoendelea na safari mtu anazungumza mambo yasiyofaa, yasiyostahili. Sio rahisi sana kuwaepuka hao watu namna kuketi nao, lakini ni rahisi sana kuadhibiti. Ni rahisi sana kuadhibiti. Kama yeye ameweza kuzungumza maneno yasiyofaa yanayokuumiza na kujeruhi, na wewe zungumza maneno yanayofaa. Aidha mkemee, mkalipie. Kama unaweza kumwepuka, kuondoka hapo alipo kaenda sehemu nyingine, ondoka, muache kabisa. Ondoka, kambali naye, usikubali, achana naye. Kama ni rafiki yako, achana naye urafiki, usikubali. Haina maana ulazimisha urafiki. Siku moja nikaa namwambia rafiki yangu mmoja, nikamweleza rafiki yako atakupoteza, alafu huyo rafiki yako hana maana sana kwenye maisha yako. Kuna wakati mtaachana wala hamtakumbukana. Nikamweleza umemaliza la 7 mwaka gani? Akanieleza. Kaambia niambie ni rafiki wangapi ambao ulimaliza nao darasa la 7 mpaka sasa hivi unaendelea kuwasiliana nao? Akaniambia wachache. Nikasema okay, huko ni mbali sana. Form 4 niambie ni marafiki wangapi ambao form 4 mpaka sasa hivi mnaendelea kuwasiliana nao? Na kuna wengine walikuwa ni mabesti kweli, marafiki kweli, yani husemi, yani nyumbani, yani hadi wengine ilifika mahali wanafuliana nguo, wanaazimana nguo, wanafanyaje kipindi wanasoma. Lakini sasa hivi hawapo. Hata chuoni, tusiende mbali, hata chuoni ni marafiki wangapi ambao bado unaendelea kuwasiliana nao? Wengine wengi, asilimia kubwa unajikuta umeshaachana nao. Kwa hiyo hilo likupe somo, likupe darasa kwamba rafiki yako huyo uliye naye kama ana tabia isiyofaa, isiyoendana na vile unavyotaka, achana naye, usijilazimishe, kwa sababu ipo siku mtaachana na huyo rafiki, wala hamtakumbukana, wala hamtatafutana, wala hamtakuja muonane tena. Mimi mpaka sasa hivi kuna rafiki zangu niliomaliza nao darasa la 7 hata sikumbuki, sijui wako wapi, na baadhi wengine majina nishaanza kuwasahau, baadhi ya majina nishaanza kuwasahau, na wengine walikuwa rafiki zangu wa karibu, wengine nishawasahau, hata wengine sasa hivi sijui hata wako wapi. Na wachache huaga tunatafutana kwa mbali, tukitafutana mara moja kwa mwaka imetosha, yani imeisha hiyo. Yani tunaweza tukatafutana baada ya miaka 2-3 ndio tunakuja kutafutana, tunatafutana yani baada ya miezi 6-7 ndio tunatafutana, inakuwa imeisha. Hamna cha maana chochote kile tena tunachosaidiana. Kwa hiyo rafiki yangu, angalia rafiki ulio nao ni wa namna gani, achana nao. Wakati mwingine labda mpo kazini, unajiuliza sasa hapa nitafanyaje? Niache kazi? Inakuwaje? Nihame ofisi? Inakuwaje? Wewe jitambue. Kama wao wanayo mamlaka ya kuzungumza maneno yasiyofaa, wakemee, wakaripie, wakataze, waambie bwana kweni na ustaarabu, hapa tuko ofisini, zungumzeni mambo ambayo yanafaa, yanayostahili. Kila mtu amheshimu wenzake. Mimi nikiamua nifanye na mimi mambo yangu vile ninavyojisikia, hii haitakuwa ofisi tena, hii itakuwa ni vurugu. Kama kuna uwezo wa kuhama ofisi, ama ofisi. Kama kuna uwezo wa kwenda kukaa sehemu nyingine, nenda kakae. Ila kama hakuna uwezekano, wakemee, usichoke. Utaambia leo watakuzonga, watakuzomea, kesho waambie tena. Utaambia kesho kesho kutoambie tena. Usichoke. Kama wao wasivyochoka kuongea maneno ya mizaa, na wewe usichoke kuongea maneno ya hekima, ili upate kuwaponya wao na ujiponye wewe. Lakini sana sana jiponye wewe kwanza. Wanasema utampendaje jirani yako kama wewe mwenyewe ujipendi? Yani utampendaje mpende jirani yako kama nafsi yako? Manake kama wewe unajipenda, utampenda na yeye. Kama unajipenda, utakemea na kukataa huo uovu, utakemea na kukataa hayo maneno ya mizaha. Na ukishakemea na kukataa, watakapoacha utakuwa umewaponya wao, na utakuwa umejiponya kwanza wewe na umewaponya na wao. Rafiki yangu, chunga sana. Hebu tusome hapa kwenye hiki kitabu cha Mathayo 5 na huu mstari wa 30. Mathayo 5 mstari wa 30, tupate kuona kitu hapo. Biblia inatuambiaje? Jitenge na wote ambao hawakufai, hawastahili, wanaozungumza maneno ya mizaa, watakuangusha pasipo wewe kujua. Mathayo 5 mstari wa 30 anasema, na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate utupe mbali nawe, kwa maana yafaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika Jehanamu. Lakini pia ukisoma hiyo Mathayo 18 na mstari wa 8, Mathayo 18 na mstari wa 8, neno la Mungu linasema
Neno la Mungu linasema Mathayo 18 mstari wa 8, basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Rafiki yangu, unaona ni kwa jinsi gani Yesu Kristo anatusisitiza hapo anapozungumza habari ya mguu. Maana yake anasemea mahali ambapo unapazungukia sana, mahali ambapo unapatembelea sana, mahali ambapo unafanyia kazi. Anapozungumza mkono na miguu, mahali unapofanyia kazi, mahali unapokwenda, mahali unapofanyia kazi. Hapo anaposema habari ya mkono, mahali unapofanyia kazi. Ikiwezekana, ikibidi, kama uoni umuhimu sana wa kunani, unaweza kaacha hata hiyo kazi kwa sababu tu ya kutaka uzima wa milele, kwa sababu ya kutaka uzima wa milele. Lakini ninajua kabisa wewe kama mtu uliyeokoka unayo nguvu, unao uwezo wa kuwabadilisha hao watu, wa kubadilisha hayo maeneo, wa kubadilisha hayo mazingira yakaendana na vile wewe unataka, yakafuatana na vile wewe unataka. Ukisoma kitabu cha Marko sura ya 9 na ule mstari wa 43 anasema, na mkono wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika. Rafiki yangu, tuko nyakati za mwisho. Kuwa makini sana. Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Acha kuketi barazani pa wenye mizaa. Acha kuketi barazani pa wenye mizaa. Nimekueleza sio rahisi sana kuepuka watu hao wa barazani pa wenye mizaa, kwa sababu ni watu waliotuzunguka kila eneo, kila kona. Lakini utawezaje kuepukana nao? Utaweza kuepukana nao, moja, kwa kuwakemea na kuwakataza na kuwaambia wasiweze kunena maneno yasiyofaa, yasiyostahili. Lakini pia mbili, kuepukana nao, kujiondoa mbele yao, kutoka kati yao, kuondoka kabisa. Kama ni rafiki yako, kuachana naye, kumwacha, kumwambia, yani usimwambie, lakini unabadilisha, yani unapunguza muda uliokuwa unaoinvest kukaa naye, unauondoa kabisa. Yani inabakia ni salamu. Ukifika unamwambia niko busy, ngoja nitakucheki. Hata kama akikupigia simu mwambie nitakutafuta, subiri baadaye. Achana naye, hata usimtafute wala usimwambie chochote. Hivyo mwisho wa siku na yeye ataanza kupunguza mawasiliano na wewe, utajikuta unapona roho yako na nafsi yako. Usilazimishe. Kama tumeambiwa kwa mfano wa mkono, jinsi mkono ulivyo na umuhimu, mfano wa mkono ukate mkono wako, ni heri uingie ukigutu, lakini umeingia kwenye uzima wa milele. Kwa hiyo usilazimishe kungangania vitu. Angalia unaketi na watu wa namna gani, angalia. Na njia nyingine ya kuepukana na hao watu, hakikisha njia zako ziko thabiti. Sio unataka kuepukana na watu wenye midhaa afu wewe mwenyewe ndo mtu wa kwanza wa mambo ya midhaa. Unataka kuepukana na watu wa midhaa afu wewe mwenyewe ndo una support. Yaani wewe mwenyewe ndo mtu wa kwanza, mzungumzaji wa kwanza. Tabia zako hazieleweki, maisha yako hayaeleweki. Yaani wewe upo tu, chochote wewe ni ndio, chochote wewe ni sawa, chochote wewe hakuna shida, okay, sawa, hakuna shida. Yaani chochote wewe unakubaliana nacho, chochote wewe unakubali kufanya, kokote unakubali kwenda. Unasema unataka ujitenge, lakini wewe kila mahali unataka uende, kila kitu unataka useme, kila kitu unataka uchangie, kila kitu unataka uongee. Huwezi ukaepukana na watu wenye mizaa. Kuwa na misimamo, ndio yako iwe ndio, sio yako iwe sio. Wakujue umeokoka, wakujue wewe unaenda mbinguni, wakujue wewe ni mwana wa ufalme, wakujue, usijifiche. Maana yake wakati mwingine ukijificha itawapelekea wao kufanya wanavyojisikia, wanavyotaka. Afu mwisho wa siku ukitaka kuwakemea, watakwambia wewe acha zako, wewe kila siku tuko wote hapa, leo ndo nataka tunania. Waambie. Na kama ulikuwa unafanya hizo tabia, unapobadilika waambie, jamani, mimi sasa hivi nimebadilika, mimi nimeokoka, mimi sasa hivi ni mwana wa Mungu. Usiogope, usijifiche, waeleze. Waambie kwamba, washuhudie, mimi sasa hivi nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hata kama usipowaambia, basi wakizungumza hoja ambazo hazifai, maneno ambayo hayafai, usichangie chochote, wala hata usicheke, wala usifurahie uovu wao, usifurahie wanayozungumza. Wanapozungumza
wewe kaa kimya, usiongee. Ikibidi wakizidi kuzungumza, unaweza ukajiengua, ukatoka mahali hapo anapozungumza, ukakae mahali pengine. Hata ikiwezekana kakae tu peke yako, kakae mwenyewe, kaa mahali peke yako, tafakari ukuu wa Mungu, uwezo wa Mungu, neno la Mungu. Kaa hivyo. Mwisho wa siku atajua, kwa nini huyu mtu anajitenga? Kwa nini huyu mtu sasa hivi haongei? Kwa nini hasemi tena sasa hivi? Watagundua huyu mtu tayari amebadilika, huyu sio mwenzetu. Kwa hiyo rafiki yangu, hakikisha unazingatia hayo mambo. Wakati mwingine inawezekana ni ngumu kufanya hivyo, ila kwa neema ya Roho Mtakatifu inawezekana. Yeye ndiye mwalimu wetu, atatufundisha, atatuelekeza, atatuongoza kuishi sawa sana mapenzi ya Mungu. Huenda kuna mtu hajampokea Roho Mtakatifu. Kama hujampokea Roho Mtakatifu, unamhitaji kwanza Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama unamhitaji Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unahitaji umkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwanza umwamini, pili umkiri kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kisha mkiri, unampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naye atakupa msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Wewe ambaye umelisikia neno na unamhitaji Yesu Kristo afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba nifuatishe maombi haya. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Asante Bwana kwa kuwa umekusudia kuniokoa. Ninakuja Yesu mbele zako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, ninaomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakubali wewe Yesu kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu, wewe ambaye umenisikiliza. Mungu wa mbinguni akubariki. Endelea mbele, usirudi nyuma. Bado kitambo kidogo Yesu Kristo anarudi. Bado kitambo kidogo Yesu Kristo anarudi. Neema ya Mungu ikusaidie kuepukana na watu wanaoketi barazani pa wenye mizaa. Kuepuka na watu wanaoketi barazani pa wenye mizaa, ili wasije wakakuangusha bila wewe kujua. Ili wasije wakakufanya ukaishi maisha ambayo hukutarajia kuyaishi. Ili wasije wakakufanya ukaishi maisha ambayo hautolitimiza kusudi lako, maisha nje ya hatima yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Mwamini Yesu Kristo kuwa amefanyika Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hatakuacha wala hatakusahau. Na Roho Mtakatifu kuanzia sasa ameingia ndani yako kwa ajili ya kukusaidia na kukufundisha na kuelekeza kuishi sawa sana mapenzi ya Mungu. Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neema yako kwa ajili ya kila mmoja aliyenisikiliza. Bwana, ninaomba neema yako izidi kuwa juu yetu na upendo wako uzidi kutufunika na kutuhifadhi. Tupe kujua na kutambua hawa kwamba ni watu wenye mizaha. Bwana, na utusaidie namna ya kuepukana nao, namna ya kujiepusha nao, namna ya kujitenga nao. Wakati mwingine inakuwa ni ngumu, sio rahisi Bwana. Ila Mfalme wa amani, Mfalme jeshi, mwovu Shetani amekuwa akitumia njia hii kwa lengo la kutunasa na kutuangusha. Bwana, tusaidie neema ya kuweza kuendelea mbele ili tubaki kudumu katika wokovu. Tunahitaji tuurithi uzima wa milele pamoja nawe. Bila neema yako hatuwezi, bila msaada wako hatuwezi, bila nguvu zako hatuwezi. Tujalie Mungu wetu na Bwana wetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, sasa na mapenzi yako. Amen, amen.